Ni katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Jukwaa hili ndivyo lilivyoanza. Jukwaa hili la mwaka huu limewakutanisha washiriki zaidi ya 1000 wakiwemo watu wa asili, wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, taasisi za Umoja wa Mataifa na wasomi. Tadohaho Sidi Hill, mkuu wa jamii ya watu wa asili wa Onondaga wanaopatikana Marekani na Canada, amefungua kwa salamu za jadi zikifuatiwa na hotuba kutoka kwa maafisa wakuu wa Umoja wa Mataifa akiwemo Katibu Mkuu Antonio Guterres. Gavana mkuu wa Canada Mary Simon pia amehutubia hafla ya ufunguzi. Yeye ni gavana wa kwanza kutoka jamii ya asili Inuk kule Canada. Jukwaa hili lililoanzishwa mwaka 2000 limeweka masuala ya watu wa asili katikati ya mijadala ya kimataifa, likikuza utambuzi wa haki zao na kuimarisha ushiriki wao katika michakato ya kimataifa kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Mada ya mwaka huu inalenga kuhakikisha afya ya watu wa asili, ikiwemo katika muktadha wa migogoro na ikiangazia uhusiano wa karibu kati ya afya yao na ardhi zao, tamaduni zao na mifumo ya ekolojia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama alivyobainisha Katibu Mkuu Antonio Guterres akisema, kwa watu wa asili, afya haiwezi kutenganishwa na ardhi zenu, maji, lugha, tamaduni na mifumo ya ekolojia. Licha ya kupitishwa kwa azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wa asili, maendeleo bado hayajasambaa kwa usawa, huku watu wa asili wakiendelea kukumbwa na ukosefu mkubwa wa usawa unaotokana na ukoloni na kutengwa kimuundo. Ingawa watu wa asili wanawakilisha takriban 6% ya idadi ya watu duniani, wanachangia karibu 19% ya watu wanaoishi katika umaskini uliokithiri. Jukwaa hili si tu mahali pa kuangazia changamoto hizi, bali pia linakuza majadiliano, ushirikiano na suluhu zinazoongozwa na watu wa asili, na linatumika kama jukwaa la kuimarisha mchango wao katika michakato ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa. Pia jukwaa litajadili masuala mengine muhimu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na haki za binadamu na ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu SDGs. Aidha, litakuwa na mazungumzo kuhusu haki za binadamu na mtaalamu maalumu kuhusu haki za watu wa asili na mfumo wa wataalamu kuhusu haki za watu wa asili, pamoja na pendekezo la jumla la namba 39 la mwaka 2022 la SEDO kuhusu wanawake na wasichana wa asili. Majadiliano yataangazia pia ufadhili wa kazi na ushiriki wa watu wa asili katika mifumo ya kimataifa na kikanda, pamoja na kazi za baadaye za jukwaa. Kwako Flora.